Lengo letu ugonjwa huu uondoke. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupe hesabu ndogo tu. Ili nchi yetu iweze kuwa na kinga ya jumla, herd immunity, tuchanje 90% ya watu wetu. Tuna watu milioni 65. 90% yake ni milioni 58. Mwaka 2002 mzee wetu Mkapa, Mungu amrehemu, aliamua kuwachanja watoto wote kwenye nchi hii wanaofikisha wiki 6. Ina maana kwamba watoto wenye miaka 25 kurudi chini wote katika nchi wamechanjwa. Tafsiri yake ni nini? Watoto wenye umri wa miaka 25 kurudi chini katika nchi yetu ni 70%. 70% ya milioni 58 ni milioni 40. Milioni 40 ukiondoa kwenye milioni 58 unabakiza milioni 18. Ina maana mzigo tulionao wa kuchanja katika nchi yetu ili tuondoe ugonjwa huu ni milioni 18. Mheshimiwa Mwenyekiti, nisaidie. Tumeshindwa kuchanja watu milioni 18. Kama tumepata bilioni 200 za kutoa mikopo kwa vijana wetu, tumeshindwa kuchanja watu milioni 18 ili ugonjwa huu uishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, inawezekana. Jambo hili linawezekana kabisa. Kwa sababu milioni 18 kwa chanja ni bilioni 72. Kama hatuna hiyo pesa, kuna taasisi inaitwa Gavi, Global Alliance for Vaccination Initiative, ambao wanatoa fedha kwa nchi maskini kununua chanjo. Viongozi wangu huko wote wanafahamu taasisi hiyo. Kama Gavi hawana pesa, iko taasisi nyingine inaitwa CDAF, Center for Disease Analysis Foundation, ambao wananunua chanjo kwa jumla kwa nchi maskini na kufanya chanjo iwe nusu bei. Chanjo kinunua moja kwa moja India bila kutumia madalali, utafikisha Tanzania kwa 1350. Chanjo tatu ili ni chanjo nikamilike ni milioni 4030. Hatuwezi kukosa 4030 kwa chanja watu wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uchungu kabisa nasema watu wanakufa, ugonjwa unaenea, maambukizi yanaongezeka, na tunaweza kuwachanja watu wetu wasiendelee kufa. Uwezo huo tunao. Mheshimiwa Waziri, na kuomba na kuamini kwenye wizara zote zilizopita umefanya kazi nzuri sana. Zuia watu wetu kufa kwa homa ya ini. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho na la muhimu sana. Pentavalent, hiyo chanjo ya watoto inatolewa kwenye umri wa wiki 6. Mama ambaye ameambukizwa akizaa kutoka siku ya kwanza, mtoto anakuwa hana kinga mwilini mpaka wiki 6. Huu muda wa wiki 6 mtoto anaambukizwa. Kwa mwaka mmoja tunatengeneza watoto wagonjwa 10,000. Hatuwezi kuendelea namna hiyo. Mheshimiwa Waziri, nisaidie. Utakapokuja hapa, naomba majibu, umetenga kiasi gani kwa ajili ya birth dose, ile chanjo anayopewa mtoto wakati wa kuzaliwa? Maana hatuchanji. Nchi nyingine zote zinachanja. Ethiopia imeweza ugonjwa huu, Egypt imeweza ugonjwa huu, sisi hatuchanji. Kwa nini? Hatuna fedha ya kutoa birth dose. Siamini. Usipokuwa na majibu, Mchengerwa ni rafiki yangu sana, tunaelewana sana. Shilingi moja itabaki hapa mpaka nipate majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana. Naunga mkono hoja. Mchengerwa, chapa kazi, tuko pamoja. Ninakuamini, hujawahi kuniangusha. Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Eric Shigogo. Mheshimiwa Spika, sio nia yangu kukwamisha bajeti hii, lakini kuna mambo ambayo wananchi wangehitaji kupata ufafanuzi kutoka kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mchengerwa ni mtu mwema, naibu wake ni mtu mwema, katibu mkuu wake pia ni mtu mwema. Lakini jambo hili la homa ya ini, Mheshimiwa Spika, inahitaji ufafanuzi kidogo. Kasi ya maambukizi kwa hivi sasa ni 4 mpaka 8. Ni kasi kubwa sana, na watu wengi hawajapima. 5% tu ya walio wamepima katika nchi hii na kuwa diagnosed, na 1% tu ya watu wako kwenye matibabu. Watu ambao wamekwishaambukizwa, 25% yao wana hatari ya kuharibika kwa ini, na 10% wanaweza wakapata kansa ya ini. Mheshimiwa Spika, nahitaji ufafanuzi wa Mheshimiwa Waziri na wizara na commitment. Lini, upi mpango wa serikali kuhusu elimu, upimaji na matibabu? Lakini jambo la pili muhimu zaidi ni kuhusu chanjo. Nimezungumza kuhusu chanjo hapa. Mheshimiwa Spika, kwa takwimu za mwaka 2025. Mheshimiwa Shigogo, jielekeze kwenye hoja moja tu. Kwa hiyo usifanye hoja mbili, moja tu. Sawa. Mwaka 2025
walizaliwa watoto takriban milioni 2 katika nchi hii, na 4.7 ya watoto wa kina mama katika nchi hii waligundulika wamekishaambukizwa na ugonjwa huu. Hivyo watoto karibia 100,000 walikuwa wanakadiriwa kwamba wanaweza kuwa na maambukizi, ambao kati yao 9% hadi 10, kwa maana kwamba tunapata kila mwaka tunapata watoto takriban 10,000 wanaambukizwa ugonjwa huu. Chanjo, Mheshimiwa Spika, chanjo inayotolewa na serikali inatolewa kwenye wiki 6 baada ya mtoto kuzaliwa. Kuanzia umri wa 0 mpaka wiki 6 haitoi chanjo yoyote. Nahitaji kupata commitment na ufafanuzi wa serikali. Upi mpango wa serikali kwenye bajeti hii kuwachanja watoto kwa chanjo ya monovalent kuanzia siku ya kuzaliwa mpaka wiki 6? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru. Kwanza nianze kumpongeza Mheshimiwa Eric Shigongo ambaye ni mjumbe wa kamati, na hoja yake hii imekuwa ni hoja ya kudumu kwenye kamati. Mheshimiwa Spika, homa ya ini tunayo katika nchi yetu, na mwaka 2002 serikali iliona umuhimu wa kuanza chanjo ya watoto ambao ni pentavalent, ambayo chanjo hiyo inatolewa wiki 6, wiki 10 na wiki 14. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo watoto wote waliozaliwa mwaka 2002 mpaka leo wamechanjwa na chanjo ya pentavalent. Mheshimiwa Spika, ipo kansani ambayo anayo Mheshimiwa mbunge na ni halisia, na sisi kama serikali tumeshaiona. Maambukizi kutoka kwa mama na mtoto yapo kama hakuna huduma zilizotolewa. Kwa hivyo serikali sikivu ya Daktari Samia Suluhu Hassan tayari imeshaweka mpango wa kuanza chanjo ya mtoto baada ya kuzaliwa ndani ya masaa 24 kwa maana ya birth dose. Na kwa bajeti hii tunayoipitisha, Mheshimiwa Spika, serikali imetenga bilioni 38 ili tuweze kuanza chanjo ya birth dose. Lakini Mheshimiwa Spika, chanjo hiyo tutakwenda kuungana na Gavi ambao wamekuwa wakitupa chanjo. Dirisha la kuomba chanjo hiyo linafunguliwa mwezi wa 6. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tumejipanga kwenda kuianza hiyo chanjo pale dirisha litakapofunguliwa na Gavi. Na sisi tumeanza maandalizi. Maandalizi ni kuimarisha mfumo wa cold chain supply kwa maana ya usambazaji wa chanjo kwa kununua majokofu, kutoa elimu kwa sababu ni chanjo mpya. Na chanjo ile ya pentavalent itaendelea. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, chanjo ya birth dose inakwenda kuanza kwenye bajeti hii ya 2025-2026. Hata hivyo, serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan imejipanga kuendelea kupambana na homa ya ini. Mheshimiwa Spika, tunayo chanjo kwa ajili ya watu wazima ambao wanapata dozi 3 kwa ajili ya kujikinga na homa ya ini. Kwa hiyo homa ya ini ipo, Mheshimiwa Spika, na serikali inaendelea kutoa chanjo. Watumishi wa afya wote wanapewa chanjo hii bure kwa sababu wao ni at risk ili wasiendelee kupata huo ugonjwa. Na Mheshimiwa Spika, serikali ya Daktari Samia imelipa umuhimu ili ugonjwa huu wa chanjo, ugonjwa huu wa homa ya ini. Mwaka 2023 iliamua kuunganisha huduma kwa maana ya kubadilisha NASPU kusimamia ukimwi tu, na sasa NASPU inasimamia ukimwi, homa ya ini pamoja na magonjwa ya zinaa. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, serikali imeshaona umuhimu wa kuendelea kuwakinga Watanzania, ndio maana imeliwekea gonjwa hili umuhimu wake. Tunaendelea kutoa elimu kwa Watanzania kupitia njia mbalimbali, vyombo vya habari, matamasha. Kila mwezi wa 7 tunayo siku ya homa ya ini duniani. Kwa hivyo nichukue wito kwa Tanzania wote kuambia homa ya ini ipo na inaua, na njia ni zile zile ambazo tunaambukizwa ukimwi na homa ya ini ni vile vile. Kwa hiyo tuepuke hizo njia ambazo zinaambukiza magonjwa hayo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Sikiliza bana. Hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware, sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Simba Dumu,
Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingle, Wave pamoja na Roman. Tuma Mghamba Hardware. Hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tuma Mghamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.